Mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama taarifa ambazo zinaendelea kuhappen na taarifa ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii. Ni wakati wetu sasa kukutana hapa na kukupasha wewe ili uweze kujua ni nini kinaendelea kunako anga la michezo. Bana, kunako klabu ya Young Africans kupitia rais wake Engineer Hersi Said, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambayo inaendelea ku trend sana kunako mitandao ya kijamii. Kile ambacho kilikuwa kinatajwa kwa rais huyo wa klabu ya Young Africans kupewa tuzo na WFS kwa ajili tuzo ya heshima huko mjini Rabat katika nchi ya Morocco. Nini kimetokea na nini kinaendelea? Undani wa taarifa hii tunayo. Kumekuwepo na taarifa nyingi sana na comment zimekuwepo nyingi kufuatia kwa issue hii ambayo ilitokea kwa upande wa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said kwa kupewa tuzo ya heshima. Tuzo hii imekuja vipi? Ameipata kwa sababu gani? Basi undani wa taarifa hii tunao hapa. Nikusihi wewe endelea kubaki nasi ili tukupe kile unachostahili mwanafamilia wa HNT Media. Lakini nikukaribishe kwa wewe ambaye ndo kwanza umejiunga nasi, hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku kila wakati. Kama huja subscribe, basi nikwambie umepitwa na taarifa nyingi. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video. Lakini pia usisahau kuruhusu alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku kila wakati kunako anga la michezo hapa Tanzania. Bana, kupitia ukurasa wa msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said, lakini pia mwenyekiti wa klabu Africa ACA, Africa Club Association, mhandisi Engineer Hersi Said amepata tuzo kutoka World Football Summit ambao ni WFS ya kuthamini mchango wake katika kuunganisha virabu vya soka barani Afrika. Bana, tuzo hii ni ya thamani katika kuunganisha virabu barani Afrika. Tuzo hiyo imetolewa kwenye mkutano wa WFS uliofanyika jiji la Rabat nchini Morocco, ambapo Engineer Hersi Said aliweza kupata tuzo hiyo. Lakini mkutano huo ulikuwa umeambatana na viongozi kadha wa kadha, akiwepo mwenyekiti wa chama cha virabu barani Ulaya, lakini pia akiwepo rais wa klabu ya Sevilla kutoka Hispania, na viongozi wengine ambao waliweza kuhudhuria mkutano huo, ambao pia Engineer Hersi Said alikuwepo. Unaambiwa kwamba yalizungumzika mengi ya kimichezo, hasa katika kuunganisha vilabu hapa barani Afrika. Ikumbuke kwamba Engineer Hersi Said ni mwenyekiti wa chama cha vilabu ACA kwa hapa Afrika, ambapo anasimamia vilabu vyote vinavyoshiriki katika chama hicho cha African Club Association, ambacho makao makuu yake ni Morocco katika jiji la Rabat, kusini mashariki mwa jiji hilo la Rabat, ambapo ofisi zake zinapatikana katika ofisi za FIFA kwa nchi hiyo ya Morocco. Mambo yalizidi kuwa mengi sana kuna kwa ukurasa huo wa Instagram mara baada ya kutokea hili jambo. Kwaja wakawa wana comment tofauti, na mimi nikazipitia hizo comment, nikasema nikuletee hapa mwanafamilia wa HNT Media ili tuje tuzitazame hizo comment, tuelewe ni nini kilikuwa kinaendelea kunako anga hilo la michezo kupitia ukurasa wa Instagram wa Ali Kamwe. Kuna Idrisa Kita aliweza kusema pamoja sana ushabiki wetu huyu ndugu yetu ni muungwana sana. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Adam Rashidi, anasema unaambiwa jiheshimu uheshimike, heshima kwako mkuu. Lakini kuna hapa chupa ya soda ya 600 ya watu wa nyuma mwiko. Lakini kuna huyu hapa anasema hii ni comedy yaise, Afrika ipi uhuni. Lakini kuna hapa anasema mbona kama ni kombe la chai au uji. Kutokana na muonekano wa tuzo hiyo, watu wamekuwa wakija
kukomenti vitu kutokana na muonekano wa tuzo hiyo. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Paston Young, anasema hao makolo na wachambuzi wao mpaka wajiunge. Lakini kuna huyu hapa anasema kuna rais wetu mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, alafu sasa kuna babu Upala. Anasema huu ni uongo na mmeileta kwa ajili ya kufunika huu upepo wa nusu mbili ambazo tumeingia. Niwaambie kwamba hamwezi mkafunika kwa tuzo yenu ya kombe la chai. Lakini kuna hapa anasema hii mmeposti wenyewe, hata huko kafu wenyewe hawajui kama kapewa tuzo ya mchango. Shida yenu mnalazimisha kufanana na Simba. Bana, comment zipo nyingi na mimi nikasema nikupitisha katika hizi comment chache mwanafamilia wa HNT Media, ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga hilo la michezo mpaka sasa. Lakini kwa siku za hivi karibuni rais wa Young Africans Engineer Hersi Said ameonekana akikabidhi picha kwa mmiliki mwenza wa klabu ya Manchester United alipokuwa amekuja nchini Tanzania katika vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea. Basi unaambiwa kwamba Young Africans rais wa Young Africans aliweza kumpelekea jezi ya Young Africans mmiliki mwenza wa klabu ya Manchester United. Na hapo comment zilikuwa nyingi sana, watu pia walizungumza yao kwamba Engineer Said anajipendekeza, amekuwa kila kitu yupo yeye na vitu kama hivyo. Lakini kwa taarifa hii kwamba pale Engineer Said hakwenda kama rais wa Young Africans, pale alienda kama mwenyekiti wa chama cha vilabu Afrika ACA. Lakini kwa waje sasa walivyomtafasiri vibaya kwamba anajipendekeza, kwa nini asingepeleka jezi za Simba na Yanga, lakini pia kwa nini alipeleka jezi ya Yanga tu, vitu kama hivyo. Linavyokuja swala kama hili huwezi ukampangia mtu nini cha kufanya. Lakini kwa mujibu wake yeye alisema mimi pale nilienda kama rais wa alienda kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ACA, lakini hakwenda kama rais wa klabu ya Young Africans. Moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo imezidi kuendelea kuhappen na imeendelea kutendi kuna kwa mitandao ya kijamii, hasa kwa wakati kama huu hapa ambapo vuguvugu la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo limerudi upya kabisa. Watu huko mitandaoni wamechafukwa vibaya mno, wanataka suluhu ya jambo hili itajwe, na kama siku ya mechi inapangwa siku nyingine basi ipangwe, lakini sio uongozi wa bodi ya ligi na TFF kukaa kimya juu ya swala hili, watu wakiwa wamebaki katika sintofahamu kuhusiana na jambo ambalo linaendelea kwa sasa kwa kuahirishwa kwa game ya dabi ya Kariakoo ya Yanga na Simba ambayo ilikuwa inakutanisha March 8, 2025. Mpaka sasa mwezi mmoja ukiwa umepita toka game hiyo yaahirishwe, lakini hakuna chochote ambacho kimezungumziwa mpaka sasa. Taarifa ni nyingi sana mwanafamilia wa HNT Media, nikusiendelea kubaki nasi ili tuweze kuzichambua na kuona nini kinaendelea kunako anga la michezo. Langu jina naitwa Dio, endelea kubaki nasi. Bye bye.